Iishe nini sasa, ligi au iishe nini? Ligi itaisha tu wa 7. Wanasema wanajua pa kuzipata hizo alama. Mimi nimesikia kitu kimoja leo, wanasema tutamfunga kwanza Yanga, afu Azam atamfunga Yanga, afu JKT atampata sare. Kama hesabu hizo ndio hesabu za ubingwa, KMC ashuki daraja. Hizo za mimi nitamfunga fly na fata nitamfunga hapa. KMC anabaki, Prison naye anachukua ubingwa. Lakini kwenye uhalisia wa football, sisi mechi ya leo tumekuja kwa dhamira ya kuonyesha kwamba kuna kitu tunakitafuta, na hicho kitu si kingine zaidi ya ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Lazima bingwa ukiwa unacheza kama bingwa mtetezi umeke statement. Unajua sisi mechi za kwanza tulikuwa tunacheza yes kama bingwa watetezi, lakini ile statement ya ubingwa tulikuwa hatujaonyesha bado. Mkifuatilia tangu tumerudi ligi, kwa maana ya mechi ya Prison, mechi ya Pamba, mechi ya leo dhidi ya Mbeya City, kuna statement tunaionyesha kwamba sisi ni mabingwa watetezi na tunacheza kibingwa tukiwa tunatafuta ubingwa wetu wa mara ya 5 mfululizo. Kwa hiyo niwapongeze sana wachezaji wetu wote leo, performance bora kabisa, na ni huruma tu ya Pedro. Sometimes hawa wazungu nao wanakuwa na huruma tu, lakini kama tungeendelea na ukatili ule wa kipindi cha kwanza, leo pengine mngeshuhudia goli 12, goli 13 kwenye ligi. Lakini kwa sababu tuna mechi nyingi na wachezaji wanataka muda wa kupumzika, tukaanza kufanya rotation na vijana wetu kina Ninju wapate nafasi ya kucheza. Kwa hiyo leo naamini kila mwana Yanga amefurahi, na sio mwana Yanga tu. Leo uwe ni mshabiki wa Azam, uwe ni mshabiki wa Simba, ni mshabiki wa Mtibwa, leo umeenjoy kuona ubora wa mpira wa Tanzania unafananaje. Hivi hata mashabiki wa Simba wameenjoy? Wameenjoy sana leo. Kwa sababu katikati hapa walilishwa vibudu wakakosa burudani ya mpira. Kwa leo hata wale ambao wametumia Flygin katikati hapa wamekaa majumbani, wameshuhudia football ya kisasa ikiwa inachezwa. Football ambayo huelewi Pacome ni namba 6, ni namba 8, ni namba 10 au 11. Huelewi Alan Okello anafananaje. Huelewi Maxim pia Nzengeli ni namba ngapi. Huelewi Mudathir ni namba ngapi. Sasa hiyo ni Yanga ambayo kiukweli ukikutana nayo kipindi hiki shughuli itakuwa nzito. Na ujumbe wangu ni ule na haujabadilika. Kama kuna timu ilipata sare na Yanga mzunguko wa kwanza, alafu ilisahau kufanya sherehe, basi imekula kwake. Kwa sababu mzunguko wa pili Yanga sio tu kwamba haicheki na mtu, Yanga pia haichekeshi. Yaani tunakuja kikazi kweli kweli kwa ajili ya kutafuta ubingwa wetu wa 5 inshallah. Wakati wa mapumziko ulipost ukasema kwamba umeridhika ama bado? Walikujibu? Mbeya City bwana walianza mechi na mdomo sana. Kabla mechi walikuwa na mdomo sana. Yule msemaji wa Mbeya City sijui yuko wapi. Anaonekana hapa? Hajaonekana bwana. Mara ya mwisho nimemwona dakika ya 38. Shabiki mmoja wa Yanga pale jukwaani VIP pale amenunua lile deli la ice cream. Sio ice cream, kanunua deli la ice cream kwa thamani ya shilingi 300,000. Yaani deli la vilimo mle ndani. Tuligundua yule bwana sukari imeanza kushuka. Kwa hiyo tukampa ice cream zaidi ya 80 azile hapa uwanjani na aondoke nazo, sukari irudi kwenye kipimo chake. Bahati mbaya alianza kama kuwa hataki. Video zipo. Kama alikuwa hataki ile deli. Fumba na kufumbua tunashangilia goli la Pacome, hatumuoni yeye, hatuoni na deli. Kaondoka nalo ile deli. Kwa hiyo tunaamini huko alipo sasa hivi atakuwa anapandisha sukari vizuri. Anasema ulisema kwamba ile alama moja ambayo waliipata kule watakuja walipie. Jana nikamsikia akisema kwamba hata alikama amezungumza hiyo kauli kwamba tutalipia. Huku tunakuja tunachukua 3 na weight skati. Maana ulisema atakata weight. Mpaka leo weight yangu iko vile vile na zidi kuongezeka. Ule akuwa amekuta alipata bahati kipindi kile Yanga ndo tumeanza msimu, mambo kidogo ya mifumo haijakaa sawa. Sasa hivi shekhe hapa wenyewe wanashukuru Mungu, kipindi cha pili mwalimu alivyoanza kupumzisha bunduki. Wewe unafikiri Alan Okello angeendelea? Si angefikisha assist 10 leo? Maana mpaka sasa hivi nafikiri ndo anaongoza kwa assist. Ana assist 6. Rekodi zake iko sawa. Alan Okello ameanzia dirisha dogo, ana assist 6. Alafu kuna swala mmoja hana assist hata moja. Yupi? Yupo, kuna swala mmoja kazi yake ni mbio tu, hana assist hata moja. Ana goli 3 za mchongo za kuachiwa tu hivi.
alafu kuna Alan Okello. Yes, kuna swala mmoja mnamfahamu wote, msijifanye kama mjui. Alafu kuna Alan Okello, assist 6, goli 2, contribution yake ni goli 8. Ameanzia dirisha dogo. Na nadhani pia hii ni rekodi, si kama nitakuwa siko sawa. Nadhani mpaka sasa hivi hamna timu ambayo imeweza kupata mabao 5 ndani ya kipindi cha kwanza. Yaani first half goli 5. Hii rekodi sasa usije kaandika. Kama unafikiri ndo mwisho. Bado. Ukiandika saa hizi utapata muda wa kufuta. Kuna kitu nakitafuta. Mwenyezi Mungu nipe tu uvumilivu nisiongee mengi. Nizuie ya Rabbi. Libakie kifuani. Nitaweza kuhatarisha ligi kaisha mapema. Hapa Mungu nipe subra. Msiandike rekodi ya leo kwamba Yanga amefunga goli nyingi kipindi cha kwanza. Bado hamjayaona ya Yanga. Subirini. Kuna mtu mmoja anaitwa Miraji. Nimemsikia asubuhi akiwa anajua anasema mechi za Yanga zimalizike dakika 15 na sisi tukamwahi dakika 10 goli 2. Yaani tulimsikia Miraji. Akisema Miraji mara moja mechi za Yanga hitu waweze. Dakika 15 tumalize mechi. Tukaambiana hawa ndio mpango wao. 10 za kwanza chuma 2 zimekaa. Labda ile kauli yake aliona mbali. Aliona sasa tumemwahi. Sasa wakimaliza maana tayari chuma 2 zimetulia pale. Labda kauli yake ni Koi Kisugu kusema. Achana na Kisugu bwana wewe. Wewe unazungumza mpira hapa mkaja Kisugu rafiki yangu. Nasema ameota Yanga anafungwa na Yanga ameshinda. Achana na Kisugu, simpe mileage mtu namna ile bwana. Mtu mpaka leo anakuna nazi, nataka mimi nimzungumzie rafiki yangu. Kampuni inatengeneza nazi za vikopo kwa ajili ya kusaidia baba waende supermarket waletee familia nazi nyumbani. Yeye bado anakaa na kibao anakuna nazi. Nataka mimi nimpe mileage ya kumzungumza Kisugu. Ni kaka yangu, lakini kwa lile jambo kikao cha wanaume tulimkataa. Amekukwaza sana. Kikao chetu cha wanaume tulimtoa. Uwezi mwanaume umekaa, umetanua na miguu, unakuna nazi kweli? Kisugu. Asi mzarama. Hata kama bwana, hata kama. Basi kaa upande ndo miguu utanue. Kisugu. Na uenda pale kakuna afu kaomba chujio. Hajaposti tu. Leta maswali bwana ya mpira. Amefungwa magoli 6. Magoli 6 magoli 6 makali. Kuna goli kafunga hapa leo Pacome Zouzoua. Nilikuwa naongea naye hapa. Na nikamwambia ili goli halijawahi kufungwa kwenye ligi namba 1, lakini duniani ameshawahi kufunga Diego Armando Maradona enzi za uhai wake. Leo kuna wazee wawili nilikuwa nimekaa nao pale VIP walikuwa wanalia. Wazee ambao walimshuhudia Maradona. Walikuwa wanaangusha chozo, wanasema leo yule kijana katukumbusha Diego Armando Maradona. Pacome Zouzoua kafunga goli ambalo sidhani kama kuna haja tena ya kamati ya tuzo kutafuta goli bora la msimu. Goli lishapatikana hapa la msimu. Mengine utaratibu tu. Lakini ni kama mna timu kaja uwanjani leo, si ndio? Dr. Remy Ongala kuimba wimbo. Unajua? Kipendaro. Kipendaro. Ula nyama mbichi. Wani penzi kikohozi.